Kwa hiyo hata hapa tunavyosema tume ameunda sijui nini. Juzi amekuja hapa kwenye vikao vya wazee. Maduma kashasema hapa. Hata sisi wengine tulimsikia. Katika conclusion. Sasa tunaposema kwamba eti tuisubiri, hapana. Yaani lose na hapa tunachezea maisha ya watu. Kuna kaka wa Clubhouse ameongelea swala la uhai wa mtu. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza naomba nimalize. Hakuna mtu yoyote aliyekuwa katika hii dunia, si Marekani, si Tanzania, si wherever the country is, hakuna mtu ana mamlaka ya kutoa uhai wa mtu. Madaraka kaeneni nayo, mabandari chukueni, lakini uhai wa mtu ni Mungu peke yake. Si Muislamu ambaye anamwabudu hala, na sisi wa Kristo tunamwabudu huyu Yesu wetu. Kwa hiyo hilo swala livyoenda kwa muda kuisha. Sasa hili swala la uhai sisi hatutolikalia chini. Unataka accountability, na especially inatokea kwa serikali ya Samia na viongozi wake. Asante. Sawa, nashukuru sana Liv. By the way, Duda, kama kuna mtu wa Clubhouse huko atapewa dakika 3 pia kama bado upo. Ila mimi nataka nimetafuta habari hapa ambayo yenye uhakika kuhusiana na kujiuzulu kwa Mzee Mwinyi. Kwa sababu kila mtu alikuwa anaongea lakini hatukuongea kwa facts kwa sababu tulikuwa wengine wanajua, lakini naomba niwasomee hapa sasa hivi. So inasema hivi, Mwinyi ambaye wakati huo alikuwa waziri wa mambo ya ndani aliandika barua ya kujiuzulu kwa Rais Julius Nyerere tarehe 22 Januari mwaka 1977, akijiuzulu kwa heshima kwa sababu ya kitendo cha polisi kukamata na kutenda unyama dhidi ya wananchi waliodaiwa kufanya siasa za uchawi katika mikoa ya Shinyanga na Mwanza. Narudia tena, sababu kubwa ya Mwinyi kujiuzulu ni kwa sababu ya polisi kukamata na kutenda unyama dhidi ya wananchi waliodaiwa kufanya siasa za uchawi katika mikoa ya Shinyanga na Mwanza. Alisema hajatoa maagizo ya unyama huo, lakini kama mwenye dhamana ya wizara yake alihisi kubeba wajibu wa matukio hayo. Kuhusu tume au uchunguzi, hakuna kumbukumbu ya kutolewa kwa tume maalum ya kitaifa kwa ajili ya tukio hilo, hasa baada ya kujiuzulu kwake. Iliripotiwa kwamba baada ya tukio hilo kulikuwa na uchunguzi kuhusu mwenendo wa jeshi la polisi na vyombo vya usalama, na baadhi ya maafisa wakapigwa mara na hatua, lakini sio tume ya kitaifa iliyoundwa kihistoria kama ilivyokuwa kwa shughuli nyingine kubwa za kitaifa. Sasa Ali Hassan Mwinyi hakujiuzuru kwa sababu ya tume, wala tume haikuundwa, alijiuzuru mwenyewe. Kwa hiyo natakiwa ulifahamu hilo. Mketo ndo alileta hiyo hoja kwamba kuliundwa na tume ndani ya serikali ndani. Walijichunguza, mimi sikusema kumeundwa tume, nimesema uchunguzi ulifanyika, wakajichunguza na serikali ikajitambua kama imeikosea, lazima mtu awajibishwe. Lazima kuwa na uchunguzi. Mambo ya serikali hayaendi hivyo kimchuzi tu jamani. Walijichunguza watu. Amesema hivi, uamuzi wa Mwinyi kujitoa hadharani, yeye mwenyewe anasema kwamba hakutoa maagizo yao, na ndio maana akajiuzuru. Yaani yeye hakutoa hayo maagizo na amechukizwa na kitendo hicho, ndio maana akajiuzuru. Kwani unataka kuniambia hakuna Watanzania wazalendo au hakuna watu wa viongozi ambao ni wazalendo, ambao mtu tu anaweza akatoka kaona kwamba hii jambo limefanyika under my watch, this is unacceptable, na jitoa? Wako kwa hiyo kusema kwamba lazima kuna uchunguzi ulifanyika labda baada uchunguzi ulifanyika. Uchunguzi ulifanyika. Yaani vitu hivi haviendi hivyo kama ninavyofikiria nyinyi. Lazima uchunguzi ufanyike. Tusibishane tu. Anyways, Duda watu wa Clubhouse kama wanachaku. Msio na hicho sikimesema hapo uchunguzi umefanyika. Sikaelezea hapo kama uchunguzi umefanyika. Sikasema uchunguzi umefanyika. Hujasoma. Soma tena kama uchunguzi ulifanyika au hujafanyika. Soma kuanzia mwanzo mpaka chini, soma tena. Naomba niwarudie basi alafu utapata muda huko Duda. Just prepare watu wa Clubhouse. Inasema hivi, muhtasari wa tukio kwanza. Mwinyi ambaye wakati huu alikuwa waziri wa mambo ya ndani aliandika barua ya kujiuzulu kwa Rais Julius Nyerere tarehe 22 Januari mwaka 1977, akijiuzulu kwa heshima
kwa sababu ya kitendo cha polisi kukamata na kutenda unyama dhidi ya wananchi waliodaiwa kufanya siasa za uchawi katika mikoa ya Shinyanga na Mwanza. Alisema hajatoa maagizo ya unyama huo, lakini kama mwenye dhamana ya wizara yake alihisi ni heshima kubeba wajibu wa matukio hayo. Kuhusu tume ya uchaguzi sasa, tunakuja kwenye uchunguzi. Sawa. Inasema hivi, hakuna kumbukumbu ya kutolewa kwa tume maalumu ya kitaifa kwa ajili ya tukio hilo, hasa baada ya kujiuzulu kwake. Iliripotiwa kwamba baada ya tukio hilo kulikuwa na uchunguzi kuhusu mwenendo wa jeshi la polisi na vyombo vya usalama. Ina maana uchunguzi umemaliza Malkizi. Na baadhi ya maafisa sasa kuhusu tume, huyu alijiuzuru kabla ya uchunguzi. Yaani baada ya tukio lake yeye kachunguzwa polisi. Wakachunguzwa polisi. Polisi ndio alijiuzuru. Mwamba alisimamia uzalendo. Anawajibika baada hapo iko chini ya polisi iko nani? Aliyechunguzwa nani? Mwinyi au polisi? Kachunguzwa polisi. Aliyojiuzuru nani? Sasa kajiuzuru Mwinyi. Kwa kuchunguzwa na nani? Kwa kuchunguzwa polisi. Una akili wewe. Wewe akili unayo. Sasa hapa tunaongea nini? Hapa tunaongea nini? Samia katuchunguza hujatoka. Mketo iko hivi. Mketo hujatoka. Wewe unaongea nini? Mketo naomba Mketo sikiliza. Yaani uchunguzi umefanyika baada ya tukio la Mwinyi kujiuzuru. Sio Mwinyi ndo kachunguzwa ndo akajiuzuru. Uchunguzi umefanyika. Sasa sisi tunataka chunguzwe. Yani nyinyi mtaka nimuelekeze Mketo. Yaani kwanza nimueleweshe kitu kimoja. Yaani hapa ya Malkizi yeye kutoa hiyo issue kwamba hata kama watu wamekufa, lakini yule mtu responsible nambari moja ambayo hapa anaonekana ni Rais Samia, kwa heshima tu angejiuzuru, sio kungangania madaraka. Alafu tume iundwe. Kwa nini hakujiuzuru Nyerere? Nani? Kwa nini hakujiuzuru Nyerere? Responsible hiyo kitu. Mtu anataka kusema nini? Nyerere na nani kamchagua Mwinyi? Mketo, Kaduma naomba nafasi moja. Mketo naomba kuongeze. Nani alimchagua Mwinyi? Nyerere atakiwa apaswe Nyerere. Mketo nisikize basi. Tumeshalielekeza ile jambo. Ulikuwa umelala? Ulikuwa unamuelekeza vizuri. Mwenyewe alikuwa hapo ulipo wewe. Iko hivi. Hata Samia huyo hapa. Watu wanasema yeye, watu wanamtukana yeye, watu wanambeza yeye, ni kwa sababu hakuna mtu aliyewajibika ndani ya utawala wake. Lakini Samia angewajibisha mtu, hata waziri wa ndani angemwambia mkapumzike kwanza kidogo, au andika hata barua basi kwa heshima, au vipi kwamba una step down kidogo, alafu labda tutakuweka sehemu nyingine baada ya uchunguzi na mambo mengine kuendelea. Kwanza mimi nakuomba tu hebu step down kidogo. Angefanya jambo kama hilo, maana yake ni kwamba asingekuwa anabezwa, huyu angebezwa kwa mambo mengine. Mambo labda watu ndio wangekuja na zile mambo za tunataka katiba mpya, tunataka nini, lakini swala la mauaji ya tarehe 29 angekuwa tayari kashamwajibisha mtu. Lakini sasa shida kubwa inakuja kwake kwa sababu yeye ndio amiri jeshi mkuu, mtu wa juu, top kabisa. Kwa hiyo kama mtu hakuna aliyowajibishwa, hiyo nao ni shida, na ndio maana watoto wanamwambia wewe ndio muuaji kwa sababu mbona hakuna anayewajibika. Kwa hiyo wewe swali unapoliuliza eti kwamba kwa nini mnasema Samia, kwa nini asijiuzuru Samia au kwa nini hajajiuzuru Nyerere tayari alishamwajibisha mtu ndani ya utawala wake ndani ya muda mfupi hata kabla ya tume kuundwa. Na ndio maana nikasema ndani ya nchi yetu tuna reference ambazo tunazitumia. Angekuwa hakuna mtu ashai kufanya mambo hayo, maana yake ni kwamba sisi tusingekuwa tunabishana hapa, kwa sababu hakukuwahi kufanyika. Lakini tayari kitu kikubwa kama hichi kilishafanyika. Kwa hata sasa hivi hapa mimi nitakurudisha nyuma. Hata angekuwa Samia hapa mimi ningemuuliza sawa, Nyerere alifanya nini katika tukio kama hili? Nyerere alifanya ni Mwinyi alijiuzuru. Wewe wakati wako ulifanya nini? Hamna kitu. Kwa hiyo hiyo ndo tatizo. Na ndio tunasema labda kiatu cha Samia ni watu kama vitu ambavyo vilishafanyika. Yeye Samia vimekuwa ni vikubwa kwake, lakini vile vile tunasema kwamba kama yeye anashindwa, alisemaje? alisema kwamba tume iliundwa. Na hiyo tume labda Nyerere alisema kwamba ameipa muda mfupi, kaipa muda mfupi. Yeye mwenyewe alijikanyaga akasema labda itakuwa tume hiyo ilipewa maagizo ya
zinakosa nguvu gani? Basi kama huyo sasa hivi ameshindwa kuwapa maagizo tume hii, atoke aingie mtu mwenye madaraka na mamlaka na nguvu. Kwa sababu yeye atakuwa ameshindwa. Kwa sababu gani? Waliopita tayari washafanya. Kwa hiyo huyo aliyekuepo asifanye. Nimeuliza swali ambalo mpaka sasa hamjanijibu. Huyu at least tunaona kuna tume ameunda, lakini Mkapa hajaunda tume, na mpaka anaondoka kuna mtu hapa chini aliniambia kwamba ameona aliyazungumza kwenye kitabu. Alisubiri mpaka amemaliza awamu zake za uongozi ndio akaja kuandika kwenye kitabu, lakini huyu tunaona amechukua hatua ya haya mauaji. Nafikiri kama ni wafuatiliaji mnakumbuka mauaji ya ajabu na ya kutisha Zanzibar, lakini hakuwahi kuchukua hatua yoyote. Wale sio kuku, ni watu kama ambao hawa leo tunawapigania. Wale ni binadamu kama hawa ambao tunawapigania, lakini hatujawahi kusikia wanaharakati wote ambao leo wanazungumza. Unataka kutupa story what happened? Dakika moja Kaluma. Maliza una dakika moja afa kwa club uswaje ndio nitachukua nafasi. Unaanzaje kumwajibisha mtu ambaye huna uhakika na unachotaka kumwajibisha nacho? Ngoja nimalize. Umekosea kumwajibisha kimakosa. Kuna mmoja hapa chini, ana dakika hapo. Kuna mmoja hapa chini kasema kwamba alichukua hatua, tumeona aliandika kitabu. Tunafuatilia, tunajua kitabu alikiandika. Sasa zungumza na watu waliokuwa juu. Ukizungumza na watu wa chini tutapoteza focus. Zungumza na watu wa juu. Ukisema eti mtu chini kaandika, zungumza na watu hapa juu. Yaani jibu hoja ambayo mtu hapa juu amezungumza. Huyu tumeona kuna tume ambayo tunaiona imeundwa, ambayo tungekuwa wavumilivu tuipe muda, lakini kuna mauaji ambayo yalifanyika hata tume haijawahi kuundwa na hatujawahi kusikia chochote mpaka leo, kana kwamba wale waliokufa walikuwa ni sisimizi. Kwa hiyo at least huyu tunaona kuna tume ambayo imeundwa, tusubiri tuone matokeo ya kwenye tume. Sawa. Anataka kumjibu Live. Anataka kumjibu Live hold kwanza. Twende Clubhouse dakika 3 Duda unazo. Dakika moja Malkizi. Ni hivi, unawezaje kumhukumu mtu ambaye huna ushahidi naye? Kwa mfano, leo Mama Samia akachukua hatua kamhukumu, labda tuchukulie waziri wa ulinzi au mkuu wa majeshi au yoyote ambaye wanahisi ni responsible. Then majibu ya uchunguzi yamekuja yametoka, si yule aliyehusika. Unalifanyaje hili? Unamwekaje mheshimiwa? Nisaidie wewe. Sawa. Asa Mketo na ameuliza maswali hapo. Naomba mmoja atakayetaka kujibu ya hold, alafu tuende Clubhouse. Wako tayari? Bana, iko hivi kwamba tuwape nafasi watu wa Clubhouse pia wanasikia nao pia wajibu katika kuchangia ni wajibu. Sawa, unaweza ukajibu na dakika 3 nimetoa hizo. Morgan Andrew upo? Bwana, nipo. Asante sana. Karibu. Mimi asante. Naomba nimjibu huyo binti, nafikiri anaenda kwenye historia kwa kusoma bila kujua mambo aliyotokea. Tume iliyoundwa na rais wakati ule Nyerere, rais alikuwa amechaguliwa na wananchi kwanza. Alikuwa amepigiwa kura na wananchi. Na alivyoita ile tume, aliipa uhuru wa kutamka kitakachotokea ndani ya tume. Rais wa sasa hivi hajachaguliwa na wananchi kwa sababu hatakuwa na uchaguzi kwanza. Kwa hiyo sio rais halali kwa kuunda tume, kwa sababu yeye mwenyewe ni mtuhumiwa. Kwa sababu wanajeshi wake ambao alitangaza kabla ya uchaguzi kwamba wanajeshi wajiandae kwa sababu kutakuwa na vurugu mitaani. Kwa hiyo wajiandae. Na aliwapa pesa bilioni 100 na nafikiri kwa ajili ya kupambana na wapiga kura. Alijiandaa mapema, alitamka hadharani kabisa kwamba jeshi la polisi litalipa pesa kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Na silaha zilizokuja zimethibitisha kwamba zilikuwa ni silaha za kivita ambazo zimeua wananchi. Sasa hapo unaposema rais anaunda tume, ameunda tume huko akishaipa maamuzi itamke vipi? Anasema kumbukeni kuna mtu alisema huko tutakinukisha. Nyerere hakuwahi kumwambia ile tume, hakuwahi kuiambia kwamba izungumzie nini kuhusu wakati waziri Mwinyi alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani. Sasa huyu ameshaipa maagizo kwamba kumbukeni kuna mtu alisema kwamba tutakinukisha. Kwa hiyo ni tume haramu, na ile tunaita ni tume ya CCM. Kama ni tume ya chama, mimi nakubaliana, kwa sababu CCM akiingia mtu mwenye akili akishaingia CCM ni utumbo ndio unafanya kazi kichwani. Kwa hiyo kwa sisi wa Tanzania tunasema ile tume ni haramu, hatuitambui. Kitu cha pili, watumishi wote wa tume ile ni watu ambao walishahapa kulinda siri za nchi. Jaji mkuu, mawaziri, mabalozi hawawezi kufanya ile kazi. Kama ingekuwa ni tume inajitegemea, ina watu viongozi wa dini ambao hawajassociate na serikali ya CCM. Yaani huwezi kumleta mtu kama
yule mganga wa kienyeji, yule mchungaji wa kule anaitwaje, wa Kawe yule anaitwaje, Mwamposa, ukamweka shehe wa BAKWATA, hiyo sio tume huru. Tunataka viongozi wa dini wanaojitambua, taasisi za dini zinazojitambua ambazo hazija associate na CCM, then tutasema tume ni halali. Lakini hii tume iliyoundwa ni haramu, kwa sababu walioteuliwa wote ni watumishi wa serikali ya CCM wastaafu wote ambao wamenufaika na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwa sisi wa Tanzania tunasema ni tume haramu ambayo matokeo yake yote atakayokuja hatuyasikii, kwa sababu tushajua atakuja matokeo gani. Ndio maana rais na Chama cha Mapinduzi chote kimeweka nguvu yake yote kwenye tume, kwa sababu kishaipa maagizo kilete majibu gani. Kwa hiyo wewe kama unafikiri tume halali, labda kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi, lakini sisi wa Tanzania ambao hatujihusisha na Chama cha Mapinduzi na sisi ni wazalendo, tunapenda nchi yetu, tunaona kabisa hiyo tume haitatusaidia kitu chochote. Nashukuru sana moderator kwa sasa hivi. Kama kuna kitu nataka kuuliza hiyo binti, tuko tayari kumjibu. Na asitufananishe. Tafadhali, hajanijibu swali langu. Bado hajajibu swali langu. Swali langu liliuliza kulinganisha haya matukio mawili ya kipindi cha Mkapa na hili. Ile hakuna na tume yoyote, lakini hili kuna tume ambayo imeundwa. Anambia nazungumza kwa kufuatilia historia. Anambia kulikuwa na uwajibikaji gani? Asisahau na swali langu. Mimi hapa nataka niwajibu hayo maswali yenu yote mawili. Hajajibu swali bado. Ndio najibu sasa. Iko hivi. Huyo club sio wewe, wanajibu club sio wewe. Azime mic asikilize na watu kwa sababu yani da. Sasa sikiza, posta kaa chini tulia kwanza. Kaa na mkeo kwanza, piga naye story afu kisha kuwa poa utapanda. Tuende. Kwamba Mkapa, Samia, Kikwete, Magufuli wote ni wanaharamu kutoka kwenye utumbo wa haramu. Kwa hiyo wale wote hawawezi kutuombea kitu chochote. Nyerere hakuwa katika utumbo wa hawa watu. Nyerere alikuwa ni mwana CCM ambaye alikuwa ni mjamaa, ambaye alikuwa ni mpenda haki kama viongozi ambao wanakuwa Afrika wengine. Hawa wengine wote waliomfuata Nyerere, ukimtoa Mwinyi, wote ni wezi wa rasilimali za nchi yetu, wote wameua watu, wote wamejilimbikizia mali. Mkapa kafa na mabilioni mengi, huyu Magufuli kafa na mahela mengi, Kikwete mpaka sasa anazidi kutuibia. Samia ni tajiri mkubwa kwa miaka miwili ambaye amekuwa rais miaka mitatu, tajiri mkubwa wote wa kuweza kusema kwamba kulinganisha tume ya Mkapa na ya Samia, they are all the same. Yani kinyesi cha ulichokula utumbo uliokula maharage na kinyesi kilichokula kisamvu is the same, ni kinyesi tu. Kwa hiyo wana CCM hawezi kutuundia tume sisi. Hiyo naikataa. Hakuna mwana CCM ambaye ana uhalali wa kutuundia tume. Nashukuru sana. Bwana big up sana. Bwana Malkiz, mic kwako tena, endelea. Jibu swali langu. Najibu. Naomba nijibu hayo maswali mawili. Kaduma unataka kujibu swali? Nataka nijibu vizuri kabisa. Nataka mtu wa Clubhouse bwana. Mtu wa Clubhouse swali langu hajajibu. Tumeuliza. Akimhukumu mtu ambaye tunataka mtu wa Clubhouse ajibu kama alivyojibu swali langu. Tuliuliza mimi nataka ule kule, wewe umeshaongea sana. Sawa, Kaduma mpira pasi mtu nimeuliza hivi. Aduda mwenye kwanza nimeuliza hivi. Ikiwa Mheshimiwa Samia leo kachukua hatua, halafu majibu ya uchunguzi alochukuliwa hatua sio aliyohusika, unaliwekaje hili? Hem, tusaidieni. Unajua wewe unatakiwa ujue kitu kimoja, kwamba unatakiwa uheshimu process yoyote ikiheshimiwa, majibu yatakayokuja yatakuwa fair. Kama ile process imevukwa, alafu majibu yakaja ni mazuri au ni mabaya, yanakuwa batili. Ubatili unaanzia kwenye process. You have to trust the process. Haujajibu bado. Nani mimi ndo nijibu nilichokuuliza? Acha kumsema tu, nitakutolea mfano huu kwamba hivi, ukimbaka mama yako ukatembea naye akipata mimba, yule mtoto ni mwanao, lakini mtoto process yenyewe ni haramu. Yaani yule ni mama yako, ni dada yako, umembaka akapata mimba, ndio mimba itaingia, mtoto atazaliwa. Lakini inakuwa sio sawa, kwa sababu wewe kutakiwa kutembea na mama yako, unataka mke mwingine ndio muoe. Kwa hiyo kwa mfano akahukumiwa mtu ambaye hana makosa, alafu majibu ya uchunguzi. Wewe mfano nakwambia, lakini yani kwa mfano sijakuelewa. Sikiliza vizuri. Yani ikitokea kwa mfano wewe umeenda ukambaka mama yako mzazi alikuzaa. Sio mfano mzuri wa kunitolea mimi. Sio mfano mzuri wa kunitokea mimi. Sikiliza, samahani, nirekebisha kauli yako. Sio mfano mzuri wa kunitolea mimi. Jitolee wewe mbaka mama yako mzazi. Sawa, mimi naomba mama yako. Subiri kama naomba niweke vizuri. Naomba mwekee mamangu mimi kwa sababu mwekee mamangu mimi kwa sababu kashatangulia. Njoo kwangu Ruda, niambie mimi. Ongea na mimi.
Yani kwa mfano huo vipi huyo? Sawa, mketo relax. Njoo